wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wama tadri nafsun madha taksibu ghada. Nafsi haijui kitu gani utakachokifanya kesho. Hakuna nafsi inajua kesho utamka hai au utamka umekufa, utamka ni mgonjwa au utamka nasiha. Utamka vipi kesho wewe hili huna habari nalo, huna ilmu nalo, huwezi kujua. Anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ya kwamba fulani akilala leo kesho atamka na kesho atafanya kitu fulani, ataenda sehemu fulani, atafaulu pande fulani. Lakini wewe una mipango, umepanga kesho kuifanya, ila huna uhakika kwamba utaifikia kesho. Plani zako ziko na umezipanga, lakini hauna uhakika ya kwamba hizo plani zako za kesho utazifikia. Hiyo ni elimu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umeamka leo, umeona uko na 2000, hii inanitosha kula ya leo hii na familia yangu. Lakini kesho utakuwa na plani, kesho nitaenda sehemu fulani nifanye hivi nipate riziki ya watoto. Lakini kule kufika kesho, unao hakika gani wewe kama kesho utafika? Kisha hiyo plani uliyopanga wajuaje kama itafanyika ama itafeli? Yaani ni wapanga tu, lakini hujui kwamba itafeli ama itakubali. Kwa hiyo ni ilmu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko mikononi mwake, hajapeana kwa mtu yoyote. Hiyo ni elimu ambayo kwamba iko mikononi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna al-insana la yamliku ilmu al-ghad wala tadbirihi fahuwa fi qadati qadri Allah Ta'ala. Mwanadamu hajui atafanya nini kesho, isipokuwa hilo ni jambo ambalo kwamba liko mikononi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fata'ammal rahmat Allah kayfa jama'a Allah fi hadhihi al-jumla al-qasirati kull dha'f al-insani wa kullu kamalin lillah. Allahu akbar, subhanallah. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokusanya katika hii aya fupi, kullu dhu'f al-insan, kila udhaifu wa mwanadamu. Yani mwanadamu ni kwamba wewe ni mdhaifu, wewe una mapungufu, wewe una kasoro. Na aya hii imetuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa al-kamal, al-kamalu lillah. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye amekamilika. Kwa hiyo mwingine asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ako na mapungufu. Mmoja katika mapungufu ni kule kwamba wewe hujui utakufa siku gani, na hujui hiyo plani unayopanga baada ya miaka 2 wataka kujenga nyumba, utafikia kujenga nyumba ama ufiki. Na hujui plani yako unaipanga mtoto wako atakawa daktari wa kimataifa atakuwa ama hani. Wajitahidi kumamsha mtoto mapema aende shule angangane, lakini hauna uhakika kwamba atakuwa daktari wa kimataifa, atakuwa meneja, atakuwa chochote unachokipanga wewe. Wapanga tu ni mpangilio yako ya duniani, lakini huna uhakika ya kwamba huyu mtoto atafaulu. Na mara nyingi tunafeli pale tunapompangilia mtoto maisha yake duniani na tukasahau kumpangilia maisha yake ya akhera. Tusahau kumpangilia maisha ya akhera kivipi? Tumsomesha upande wa kushoto, tumkosesha upande wa kulia. Yaani tumsomesha mtoto skuli, lakini tumkosesha mtoto madrasa. Kwa nini? Kwa sababu wewe umempanga mtoto wako ama una plan ya mtoto wako aje awe mtu mkubwa katika dunia, aishi vizuri hapa ulimwenguni. Lakini hujawahi kufikiria mtoto wako aishi vizuri hapa duniani na kesho akhera. Ule mtoto unapomrausha saa 11, yeye hajui kwa nini wewe unamrausha, na hajui kwa nini wewe unang'ang'ana asome. Lakini wewe umeona huyu mtoto wangu akirauka akisoma atafaulu katika maisha yake duniani, lakini yeye hajaliona hilo. Na ndio maana kila siku unamwamsha, na kila siku unasumbana na yeye, na kila siku unamwahidi zawadi ili aweze kufaulu. Kwa nini? Wataka afaulu duniani.
Kwa hivyo ile mtoto hajaona, upande wa pili wewe mzazi pia hujaona una nini pale akhera. Lile ambalo mtoto halioni na wewe wangangana ili mtoto aweze kufaulu, na wewe pia huoni kuna nini kaburini. Ndio maana ungangani uweze kufaulu wewe na mtoto wako. Ndio utaleta madrasa siku utaka wewe Jumamosi. Kama hutaki mtoto atapumzika. Kwa nini? Huoni kesho wewe ya kwamba utakufa. Baada ya kufa kaburini kuna maswala utaulizwa. Je, haya masala usiposoma madrasa utajibu nini? Hakuna ansa, unaenda kuangamia kaburini. Cha ajabu zaidi siku hizi Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sisi tumeng'ang'ana watoto wafaulu duniani kwa kuwasomesha shule peke yake, lakini Mwenyezi Mungu anaharibu system yetu. Ama anaharibu system yetu. Unapata siku hizi hapa Kenya wako watu kadhaa wameshaona. Mtu ameandikwa ni manager kwenye kampuni, amesoma mpaka form 4, alafu ako na masters ya madrasa. Ameandikwa yeye ndio manager. Ukimuuliza yule boss, mbona umemandika huyu hana elimu wala huyu amesoma kwa madrasa? Akwambia huyu mwaka ukiisha atajua kampuni yangu inafaa kutolewa zaka pesa kiasi gani. Na atafanya hesabu na atatoa fungu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeona? Wewe wangangana, lakini kaja Mwenyezi Mungu anapendua dunia. Leo wale ambao kama hawana elimu ya dini hawaandiki kazi sha. Pamoja na kwa Waislamu ni kidogo katika Kenya, lakini utapata wale ambao hawana elimu ya dini siku hizi kidogo wanaanza kushukishwa. Anatafuta mtu ambaye kwamba shule amesoma mpaka form 4 imetosha, tunataka amesoma madrasa sana. Wewe nenda tu pale tahmid, enda ulizie manager ni nani? Kisha muulize umesoma wapi? Nimesoma mpaka form 4. Alafu nikasoma madrasa, niko na masters pale madrasa. Niko na hii ndio maana nimelipa hapa.